Ni ratiba pia ni mchezo ambao upo kwenye kalenda ya NBC Premier League, ligi kuu ya Tanzania, ambapo Simba Sports Club wamewasili jijini Dodoma kwa ajili ya kucheza na Tanzania Prison, mchezo ambao unakutanisha Simba ambaye anataraji kuwa mgeni wa mchezo huo, lakini Tanzania Prison ambaye anakuwa mwenyeji wa mchezo huo. Leo hii kuelekea mchezo huo, Simba Sports Club wameamua kuachia kikosi chao cha kwanza ambacho kitaanza dhidi ya Tanzania Prison, na kikosi hicho tunacho hapa Tubone Media. Hivyo basi nikukumbushe tu wewe, kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni na unapenda vitu vya michezo na unapenda burudani, basi mahali pekee ndo hapa ambapo unaweza kupata vitu vyote vya burudani na michezo. Hivyo basi nikukumbushe tu, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, maana hivi ndo vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. So kwa kufanya hivyo unakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani na hautapitwa na update kali kutoka kwetu. Sasa kuelekea mchezo wa NBC Premier League, mchezo wa ligi kuu Tanzania ambao unakutanisha vigogo na nguli wa soka hapa Tanzania, tunazungumzia Simba Sport Club ambao wanakuwa wageni wa mchezo huo na huku Tanzania Prison wanakuwa wenyeji wa mchezo huo. Hivyo basi Simba Sport Club ni muhimu kwa gemu hii kushinda, maana wana uhitaji wa pointi 3 ili kujihakikishia nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu NBC. Lakini vile vile ukianza kuangalia Tanzania Prison nao wanahitaji sana mchezo huu na pia wanahitaji sana pointi 3 ili waweze kujikwamua kutoka kwenye nafasi mbaya na kujiweka kwenye nafasi nzuri ndani ya msimamo wa NBC Premier League. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha Steven Baka, kocha mkuu wa Simba Sports Club, ameamua kutangaza kikosi chake mapema ambacho kitaanza kwenye mchezo huo dhidi ya Tanzania Prison. Je, unataka ujue ni kikosi gani? Endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Na kocha Steven Baka ameamua kuweka kikosi kama ifuatavyo. Namba 1 ni Kaisal. Tunajua kabisa ubora wake akikaa kwenye miamba mitatu. Huyu ndiye anakaa kwenye milingoti ile mitatu ya kuzuia mashambulizi ya Simba Sports Club. Lakini namba 2 ni Duchu ambaye ameshika nafasi ya Shomari Kapombe, lakini Duchu leo amepata nafasi ya kuanza. Lakini namba 3 ambaye amepata nafasi ya kuanza tena hii leo ni Dickson Kibabage, ingizo jipya hili la Simba kwenye dirisha dogo. Lakini namba 4 pale katikati, manake Sentaf wanacheza namba 4 ni Traore na Dilok ni namba 4, lakini namba 5 ni Dilok ambao zinachezwa pale Sentaf, zinacheza pacha mbili pale katikati ni Traore na Dilok. Mwalimu ameamua kuanza na wachezaji hawa ili kutengeneza combination nzuri kati ya Traore na Dilok. Lakini namba 6 ni Kagoma, namba 7 ni Eli Mpanzu, lakini namba 8 ni Kante, namba 9 ni Aula, ingizo jipya na steka hatari huyu wa Simba Sport Club ambaye wamemsajili kwenye dirisha hili dogo. Aula ana balaa katika michezo mingapi aliocheza, yote amefunga lakini anaonesha kwamba ana kitu. Hivyo basi mwalimu ameshawishika na kuanza naye kwenye kikosi cha leo. Lakini namba 10 ni mtu mzima Clatous Chota Chama. Tunafahamu uwezo wake wa kutuliza timu na kupiga pasi za mwisho. Lakini namba 11 ni Mwalimu Seleman Mwalimu. Hivyo basi hiki ndo kikosi cha Simba ambacho kinaanza leo dhidi ya Tanzania Prison. Na ukianza kuangalia kabisa kwenye nature ya kikosi ambacho kimeanzishwa na mwalimu Steven Baka, moja kwa moja unaanza kuangalia Simba wanahitaji matokeo kwa nguvu kuelekea kwenye mchezo wa Tanzania Prison, maana mwalimu ameamua kuanza na maseka wawili, yani double private pale mbili, na hapa ni Aula ambaye ni namba 9, uwezo wake wa kufunga upo vizuri, na mwalimu pia ambaye ni namba 9, uwezo wake wa kufunga na kuasisti upo vizuri. Hivyo basi ukiangalia tu nature ya kikosi na nature ya maseka aliyoanza nao, unaanza kuona kabisa mwalimu ana huchu na matokeo akiwa ugenini. Sasa tunarudi kwako shabiki, wewe unasemaje? Je, Simba Sport Club wataweza kupata matokeo wakiwa ugenini kwa Tanzania Prison? Na haijawahi kuwa rahisi mechi ya kati ya Tanzania Prison na Simba FC, hususan Simba anapokuwa ugenini. Je, mechi ya leo itakuwaje? Tunarudi kwako shabiki hapo, dondosha comment, nitasoma kila comment. Hadi wakati mwingine, bye bye.